uwanja wa Kinesi Ufa, ambapo ilikuwa inafanyika shughuli maalum chama cha mkoa wa soka wilaya ya Ubungo Ufa kufanya dua maalum ya kuombea marehemu, vyama vya mpira vingine pamoja na shirikisho la mpira Tanzania. Nimekutana na bwana harusi mpya mjini, Ali Shabani Kamwe. Nimepata baraka hiyo. Bwana, niko sawa sawa bwana harusi mpya mjini? Uko sawa sawa. Hii sasa hivi imekuwa watu, yani tumekuwa surprised. Mimi nimeandaa kanzu yangu ile lakini kwa nini sasa hivi staili hii? Wa min sharri hasidin idha hasad. We post tu hivyo wataelewa watu. Sasa hivi chombo kipo ndani. Alhamdulillah. Kwa sasa hivi wadada maex ujumbe wako. Nafasi bado 3. Mbona unaanza kufanya wadada? Yani basi madada ni watoe. Maex wengine tuambie. Wa min sharri hasidin idha hasad. Acha nayo mambo shehe. Basi Ali bwana, naona hapa imefanyika dua maalum ya kuwaombea watu chama cha wilaya ya Ubungo Ufa kimekupa mwaliko kufanya dua. Kitu gani ambacho unaweza kuzungumza kuhusiana na mwaliko huu na tukio ambalo lenyewe limefanyika hapa? Kwanza ni anza kumshukuru Mwenyezi Mungu, ametupa afya njema, kujalia pumzi, tumeweza kushiriki kwenye tukio hili leo. Lakini la pili ni wapongeze viongozi wote wa Ufa, mwenyekiti kaka yetu Carlos, makamu mwenyekiti kaka yetu Soloka na wajumbe wa kamati tendaji yote kwa kuja na wazo hili. Mmoja katika wazungumzaji ambao walikuwa wanazungumza alisema kazi kubwa ya mpira ni kuunganisha watu. Ni tukio la ibada kwa maana ya dua, kuwaombea watu waliotangulia wenzetu katika mpira, lakini la msingi katika mpira ni kuunganisha watu. Na leo watu wameungana hapa. Na tumeungana kwenye kheri. Hatujaungana hapa kufanya jambo lingine lolote zaidi ya kuombea wenzetu waliotangulia. Unapomwombea mwenzako aliyotangulia mbele za haki, maana yake ni sehemu ya ibada. Na ni ukumbusho pia kwa sisi ambao tumebaki, tukiamini kwamba na sisi katika masiku ambayo yapo duniani tunatangulia na wenzetu wanatakiwa watuombee. Kwa sababu tunawaombea hapa leo, miezi 3 nyuma, mwaka mmoja nyuma, miaka 5 nyuma walikuwa wenzetu, tulishirikiana nao katika mpira, tulifurahi nao, tulisikitika nao, lakini leo hawapo. Maana yake kesho, wiki ijayo, mwaka ujao, huenda Isaya Dede ukawa haupo. Huenda mimi nikawa sipo. Huenda Marco Mzumbe akawa. Kwa hiyo tutaondoka, na ibada kama hizi ni nzuri kuombea. Kwa hiyo napongeze sana viongozi wote wa Ufa kwa jambo hili. Limekwenda sambamba pia na Mwenyezi Mungu kuomba dua awape maarifa, nguvu na weledi zaidi kwenye kipindi cha uongozi wao. Fili viongozi wapya wamechaguliwa, hawana muda mrefu sana. Kwa hiyo tuwaombee kila la kheri. Sisi wakazi wa Sinza, Kinesi ndio uwanja wetu wa nyumbani. Fanya mazoezi, kuja kuenjoy hapa. Kwa hiyo ni jambo la nyumbani na tumekuja kufurahika nalo. Alhamdulillah. Ndio. Hali kesho mna mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara mkicheza kesho dhidi ya Mashujaa. Lakini kuna vitu vichache ambavyo ningehitaji utolee ufafanuzi. Maanake sasa hivi mtandaoni wanazungumzia sana kuhusu swala la Djigui Diarra. Ulinisaisha siku ile jina, lakini ndio hiyo Diarra. Mpaka sasa hivi bwana wanasema hajarejea. Young Africans hamjaonekana kumpost kwenye peji lenu. Pengine ipoje kuhusiana na taarifa ya Diarra? Diarra yupo na amesharejea muda mrefu, yupo kambini. Kilichokosekana ni picha yake tu. Na sisi media team ya Young African Sports Club kimsingi ndio tuna run trending za mpira hapa Tanzania. Kwa hiyo tunajua exactly moment gani tunakwenda kutoa picha ya Djigui Diarra akiwa mazoezini. It's a matter of time. Kuna mambo tulikuwa tunayaweka tu sawa hapo kwenye mipango yetu ya media, jambo liweze kuwa sawa. Lakini Diarra yupo. Hicho ambacho kimetengenezwa, kimekuwa hype na waandishi mmekijadili, ni sehemu ya mpango kazi wetu. Tuwatengenezea jambo mlijadili, afu baadaye tuje tuibuke sasa sisi tukiwa na Djigui Diarra. Kwa hiyo ni jambo la mpango mkakati tu, wala msiwe na wanachama wetu pia msiwape pressure. Sisi tunajua exactly namna ya kudili na hizi social media. Ndio. Tumeona dirisha dogo hapa, mmefanya maboresho kadhaa. Tungependa kufahamu katika mchezo wa kesho mtu kama Alan Okello, Depu watatumika kwenye mchezo wa kesho. Vibali, taratibu zote zilishakamilika? Kwa upande wa uongozi kila kitu kimekwenda vizuri. Nafikiri kesho kuna baadhi ya vitu vidogo tu asubuhi tutavikamilisha, alafu itabakia sasa kwa uamuzi wa mwalimu kwamba
awatumie au asiwatumie. Maamuzi yanabakia kwake yeye kulingana na maandalizi yake ya kiufundi. Lakini wana train toka wamekuja, sisi hatukutaka wachelewe kwa sababu tuna mechi Mashujaa, tuna mechi za Champions League. Tumetaka wachezaji hao waanze kutrain mapema. Sio unamsajili mchezaji anakuja alafu una mechi muhimu mbele unashindwa kumtumia. Ndio maana wamewahi mapema, wanafanya mazoezi na mwalimu akiona inafaa kuwatumia kwa mchezo wa kesho, taratibu zitakamilika, watatumika inshallah. Watu bwana wana mashaka sana na Depu. Wanasema wachezaji wote ambao wameshawahi kufanya sajili zao wana clip YouTube. Lakini huyu Depu hana clip yoyote. Kwa maana YouTube watazitengenezea hapa. Ni jambo la muda tu. Sio wana shida ya clip za Depu, watazitengenezea hapa. Ni swala la muda tu inshallah. Ujumbe wako kwa mashabiki wa Young Africans kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Mashujaa? Kesho bwana ni siku maalum. Mimi kwanza nitastaajabu kama siku ya kesho kuna mwana Yanga atabaki nyumbani asije KMC Complex. Kwa sababu mbali na kuwa mchezo wa ligi kuu, lakini ndo mechi ambayo kwa mara ya kwanza mashabiki wanachama wa Yanga watakwenda kumuona Starboy Alan Okello, watakwenda kumuona Depu, watakwenda kumuona Emmanuel Mwanengo, na tumetangaza kwamba bado mmoja na huyo mmoja inshallah kesho pia atakuwepo KMC Complex. Kwa ni siku ambayo mbali na football tunakwenda kesho, kuna surprise pia. Atakuwepo huyo mmoja ambaye tumemwambia bado atakuwepo kesho inshallah pale KMC Complex. Ndio wewe kumbomoa. Wewe mjumba unabomoka. Wewe mjumba unabomoka. Kesho hiyo. Kwa hiyo ningetamani yani kesho kufika saa 8 KMC Complex iwe imetapika. Wachezaji wakiwa wana arrive pale tupate muda wa kutosha wa wachezaji hawa wapya kusalimia mashabiki. Wasije wakasalimia mashabiki hawapo. Takiwa watu paje wajae wasalimie wanachama na mashabiki wetu, alafu baadaye mechi ianze. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuomba wana Yanga kesho by saa 8 saa 9 uwanja wa KMC Complex huo umeshatapika, sio kujaa, umeshatapika. Alafu tujiandae na burudani. Bwana, shukrani sana. Shukrani.